Kichwa cha ujumbe wetu wa leo ni nguvu za Mungu. Inatoka katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 16 hadi 20. Na kwa wale wanaoamini na kukubali jina la Yesu Kristo, alitoa nuru ya kuwa watoto wa Mungu. Katika Mathayo 16 mstari wa 13 hadi 15, Yesu aliwauliza wanafunzi wake, watu wanasema kuwa mimi ni nani? Na kwa neema ya Roho Mtakatifu, Petro aliweza kukiri kwamba, Bwana, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu aliahidi kwa Petro kwamba, nitajenga kanisa langu juu ya kukiri kwako mwenyewe. Lakini sio tu kwa Petro, lakini mtu yoyote anayekiri na kuamini katika jina la Yesu Kristo, aliahidi kujenga kanisa lake mwenyewe juu ya kukiri kwao. Ndiyo maana sisi ni kanisa la Kristo, na Bwana wa kanisa ni Kristo. Na kwa sababu Kristo yuko pamoja nami, milango ya chuki haiwezi kutushinda. Na alitupa mamlaka ya kusonga mbingu na hata dunia. Na hii ndiyo mamlaka ambayo hutolewa kwa watoto wa Mungu tu. Na ndani ya uwezo wa Mungu tu, tunaweza kutoa ibada ya kweli kwa kanisa. Kwa sababu hivi sasa uwanja umejaa giza. Ndiyo maana kupitia kanisa la Kristo kufanya ufalme wa Mungu kuja kwenye uwanja huu ni mpango wa Mungu. Ndiyo maana, ingawa Mungu anataka kuokoa uwanja, na katika kitabu cha Petro wa kwanza 2 mstari wa 9, kwamba ameniita kutoka gizani kwenda kwenye nuru. Na baada ya nuru ya Kristo kunijia, tutakuwa balozi wa Kristo. Ikiwa Kristo amekuwa Bwana wetu, tunaweza kuokoa uwanja wetu, shule na hata mahali petu pa kazi. Na hiyo ndiyo hadhi yetu na mamlaka ambayo ametupa. Na kwa wale wanaokiri kwamba Yesu ndiyo Kristo, chochote watakachokifanya hakutakuwa na shida. Kwa sababu utambulisho wetu ni Kristo ambaye ndiye Bwana wa kanisa letu. Kristo ndiye nuru na uumbaji wa nuru. Na ili kuokoa nyumba yangu, mahali pa kazi na hata shule, tunachohitaji ni nuru ya Kristo. Na wale ambao hawajui Kristo ni nani, wanaishi kwa ajili yao wenyewe, familia zao na hata kwa ajili ya nchi zao. Na ikiwa watajaribu kuondoka vizuri bila Mungu, basi mwishowe wataweza kukabiliwa na shida ya kiroho kwa sababu wanajaribu kuondoka vizuri kwa nguvu zao wenyewe. Wanafanya marekebisho na wana migogoro kwa kila mmoja wao. Na kanisa ambalo halijui injili sahihi, wanapigania pesa, mafanikio na hata mafanikio ya ulimwengu. Na makanisa yanayofundisha kwamba unaweza kupata mafanikio ya kidunia ikiwa unamwamini Yesu Kristo. Na ndiyo sababu kuna majanga mengi, shida zinatokea barani Afrika, ingawa kuna makanisa mengi barani Afrika. Na sio tu katika Afrika, lakini basi ulimwengu wote unadanganywa na vitu wanavyoviona na vitu vya kimwili. Lakini hata hivyo, Mungu anatuongoza kwenye uchumi wa fedha ambazo zitatumika kutangaza injili na uinjilishaji wa ulimwengu. Na wanafunzi ambao tunasoma leo hawakuwa na historia yoyote na pesa yoyote. Hata hivyo, Yesu aliwaambia kwamba nitakuwa pamoja nanyi kwa mamlaka yote ya mbingu na dunia. Kwa hivyo, nendeni kwa mataifa yote mkafanye wanafunzi wangu.
Kilicho muhimu zaidi ni kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Lakini swali ni, je, Kristo aliyetatua matatizo yote ni Bwana wetu kweli? Na hakutuambia tufanye uinjilishaji wa ulimwengu kwa kujifunza mengi na kufanya maisha yenye mafanikio katika dunia hii. Lakini badala yake alituahidi kwamba atakuwa nasi kwa mamlaka yote ya mbingu na dunia na kupitia Roho Mtakatifu na Mungu wa Utatu. Hata hivyo, hatuna nguvu yoyote. Sisi ni maskini sana, na ndani ya hapo unaanza tena kwa kushikilia agano la Kristo pekee. Ndani ya nguvu ambazo hatuwezi kuona, tunajifunza, tunafanya kazi na hata tunafanya mambo mengine. Na unaweza kukiri kwamba sihitaji wafadhili wowote na sihitaji nguvu za mchwa kutoka kwa mtu, lakini nguvu za Mungu. Naomba niweze kuokoa kazi ambayo imetolewa. Maafa ya umaskini barani Afrika yaporomoka. Naomba niweze kutoroka kutoka kwa kiburi, kuishi kwa ubinafsi, lakini niweze kuishi kwa kuokoa watu katika nuru ya Kristo. Hapo ndipo unapokuwa na mkutano wa kiroho. Kwa hivyo, hauhitaji tena kuondoka kwa kufanya ufisadi au kufanya mambo mabaya, lakini utakuwa ukiondoka kama mkutano wa kiroho. Kulikuwa na wanafunzi wengi wa Yesu, lakini wengi walifuata mambo ya kidunia kwa kutofuata Injili. Lakini hata hivyo, sisi sio wanyama, tunaacha tu. Na haijalishi umefanikiwa kiasi gani. Ikiwa haujui Injili sahihi, basi hakika utashindwa na shida za kiroho, na watu wengine wanafikiria kuwa kuzaliwa Afrika ni janga. Wengine wanasema kuwa kuzaliwa katika taifa lenye nguvu ni baraka. Lakini sio jinsi Biblia inavyotueleza. Na haijalishi ulizaliwa katika familia tajiri kiasi gani. Ikiwa haujui Injili kwa usahihi, hapo ndipo utaanza kushindwa. Na kwa njia nyingine, ikiwa ulizaliwa katika familia maskini sana, lakini ikiwa unajua Injili ya kweli, basi hivyo ndiyo baraka ya kweli. Baada ya kutambua Injili, niligundua kuwa kuzaliwa Afrika ni baraka ya kufurahia Injili hii. Kwa sababu, Yesu hakuzaliwa katika jumba la kifalme, lakini alizaliwa katika kibanda. Na hakuwaita wenye haki, lakini aliwaita wazazi, kwa sababu wale walio matajiri na wamefanikiwa wanadanganya. Na ingawa hawana furaha yoyote ya kweli, wanajifanya wanaishi vizuri. Na ukweli kwamba mimi ni maskini na sina historia yoyote, ambayo ni fursa kubwa zaidi ya kuweza kutambua Injili. Walakini, tunahitaji kubadilisha nia yetu haraka. Kwa sababu, watu wengi huja kufikiwa na wanamwamini Yesu ili kuponya ugonjwa wao. Na wote wanaomfuata Yesu ili kufanikiwa. Na unahitaji kubadilisha haraka nia hiyo mbaya. Na sababu kwa nini Mwana wa Adamu alionekana ilikuwa kuharibu kazi ya Shetani. Na sababu ya Yesu Kristo kufa msalabani ni kumaliza dhambi zote nilizozifanya na shida zote ninazozikabiliana nazo. Mimi ndimi njia, ukweli na hata uzima. Na hakuna mtu awezaye kuja kwa Baba isipokuwa kupitia mimi. Na hiyo ndiyo sababu Mungu aliniita. Na kwa wale ambao hawajajua sababu ya kushikilia Kristo tu,
watashindwa mwishoni. Lakini wale ambao wanajua maana ya Kristo pekee hawana visingizo vyoyote na wanaweza kuanza kutoka kwa chochote, na wanaweza kuanza kufanya mambo ambayo hayafanyi kazi, na wako sawa na chochote wanachokifanya, lakini wote ni njia inayosambaza injili hii. Kuna utaalamu na talanta ambazo Mungu ametupa kwa ajili ya injili, na ikiwa unaweza kuokoa watu kwa hilo, basi hilo ndilo jibu. Na kilicho muhimu zaidi, sio tu kujua injili hii, lakini ni kuweza kuomba ili kufurahia injili hii. Na ikiwa kweli unajua injili ni nini, basi unaweza kuomba. Na ikiwa unajua ukweli wa kiroho, basi utagundua kuwa sala ni jambo muhimu zaidi. Maana ya hekalu la Kristo inamaanisha kwamba Mungu ametuita kama mnara wa ulinzi. Na katika kitabu cha Marko 3, mstari wa 13 hadi 15, inasema hivi: aliwaita wale aliowataka. Wakati sikujua injili na nilikuwa nikiishi katika kutoamini, Kristo alituita, na wakati nilikuwa nikitenganishwa na Mungu na kuishi kama mtoto wa Shetani, aliweza kutuita. Na mwanadamu hawezi kumjua Mungu wala kukutana na Mungu. Na ndiyo sababu Mungu ametukaribia na siri ya Kristo. Na ili kuharibu kazi ya mashetani na kuwa pamoja nasi, ili kutuweka huru kutoka kwa dhambi na laana na kutupa uhuru wa kweli, na kwa kufurahia baraka hii, anataka tuokoe familia yetu, makao petu, na hata mahali pa kazi na hata shule letu. Na kuwa shahidi wa Yesu Kristo, wengi wanasema kwamba wana matatizo mengi, lakini hayo siyo matatizo halisi. Lakini ni tatizo la kukamatwa na Shetani, na Kristo amemaliza matatizo hayo yote msalabani. Na yuko pamoja nami bila kuonekana kwa macho yetu. Na wakati Roho Mtakatifu huyu anapofanya kazi, nguvu za giza huvunjika na ufalme wa Mungu unakuja. Kwa hivyo, tunaomba ili kujazwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu kwa kiwango changu siwezi hata kujiokoa. Siwezi hata kuponya shida ya kiroho ya ukoo wa familia yangu. Na hali hiyo ya kiroho ambayo nchi yangu inayo, siwezi kuibadilisha. Na ndiyo sababu alisema kwamba ametupa mamlaka yote ya mbingu na nchi. Na tunawezaje kufurahia nguvu hii ya Mungu? Kwanza tunahitaji kurejesha fumbo la Kristo. Wengi wanasema kwamba wanamjua Kristo, lakini hawamwamini Kristo. Wanasema kwamba wanaweza kuendesha mkutano na bado hawamwamini Kristo. Wanasema wanafuata vuguvugu la mabaki na bado hawamwamini Kristo. Wanasema wanaomba lakini hawamwamini Kristo. Kwa hivyo, tafadhali kumbuka kila wakati mafumbo 7 ya Kristo. Na Mungu alipoumba ulimwengu, alimuumba mwanadamu tu kwa mfano wake mwenyewe. Na alimuumba kama kiumbe wa kiroho, na aliumbwa ili kumwabudu Mungu. Na mwanadamu alipewa baraka ya kutiisha na kutawala ulimwengu wote. Na unaposoma, jifunze huku ukifurahia Mungu kuwa pamoja nawe. Na unajifunza tena kwa nguvu unayotoka kwa Kristo. Na unajifunza tena huduma yako kwa imani ya kumwamini Yesu Kristo. Ikiwa hutafanya hivyo, basi
yote mambo unayoyafanya, na ingawa walifanya bidii sana. Na katika kitabu cha Warumi 3:23 inasema kwamba kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, na wote waliodanganywa na Shetani na kufanya dhambi ya kutotii neno la Mungu. Na hilo ndilo tukio la Mwanzo 3, shida ya kimsingi. Na kutoka wakati huo na kuendelea, wanadamu wote wana wasiwasi na wana matatizo. Kila wakati wana wasiwasi juu ya nini ya kukula, na ingawa wanakula, lakini bado wana wasiwasi juu ya maisha yao ya baadaye. Na ingawa Muumba Mungu ndiye Bwana wao, lakini bado wanaishi maisha yao kama yatima, na ni kwa sababu hawamjui Mungu. Wanapoishi kama mtoto wa Shetani, wanaenda na kumtafuta Shetani hadi kuzimu. Ili kuniokoa mimi ambaye amekamatwa na Shetani, Mungu alimtuma Kristo kwetu. Nguvu za Mungu ni nini? Sababu ya mwana wa Adamu kuonekana ilikuwa kuharibu kazi ya Shetani. Ni jina la Yesu Kristo. Na katika kitabu cha Yohana 1:12, kwa wale wanaoamini jina lake watapewa nguvu sawa. Na ndiyo sababu hatuhitaji mawazo na maamuzi yetu, kwa sababu Shetani haogopi mawazo yetu na hajali maarifa yetu. Na bado kwa wale wanaopokea na kumwamini, aliwapa haki ya kuwa watoto wa Mungu. Na ndiyo sababu tunachohitaji ni kuomba kama mtoto wa Mungu. Kwa sababu watu wazima wana mawazo yao wenyewe, wana uzoefu wao wenyewe, lakini wote ni wa kutokuamini. Ikimaanisha kwamba kama mtoto, inamaanisha kuwa unamwamini Yesu Kristo. Na baraka kubwa zaidi ya mtoto wa Mungu ni baraka ya Roho Mtakatifu kuwa pamoja nao bila kuonekana kwa macho yetu. Na anachukulia imani kuwa ya haki, na hakuna sharti la sisi kuokolewa. Na hatuna nguvu na hakuna njia ya sisi kushinda ulimwengu huu. Na ndiyo sababu tunaamini katika jina la Yesu, na kwa hivyo Kristo awe Bwana wangu. Ili kufurahia nguvu za Mungu, tunahitaji kuwa na kufanya vita 3. Kwanza, tunahitaji kuwa na vita dhidi yako mwenyewe. Baada ya Mwanzo 3, mawazo yote, mioyo na hisia ulizo nazo ni dhidi ya Mungu. Na katika kitabu cha Mathayo 12:28 hadi 29, Shetani alijenga nyumba yake juu ya mawazo, mioyo na hata roho za watu, na walidhani kwamba wao ndio wanaofikiria, lakini Shetani wake ambaye anatoa mawazo yao. Na katika kitabu cha Yohana 8:32, utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Na ikiwa unajua ofisi 3 za kazi ambazo Kristo amekuja kukamilisha, basi unaweza kuwa na uhuru wa kweli. Mfalme wa kweli ambaye alimwangamiza Shetani, ambaye anafanya kazi hata sasa. Na yeye ndiyo kuhani wa kweli, ambaye alimaliza shida ya dhambi ya asili ambayo inanifanya niwe na uaminifu. Na hakuna njia ya sisi kutoroka kutoka kwa historia ya kuzimu. Lakini alikuja kama nabii wa kweli kuweka huru kutoka hapo. Na tunapoendelea kukiri, uponyaji huanza kufanyika.
na shetani haguzi au kuwasumbua wasioamini, kwa sababu wasioamini tayari wanafuata mwili. Kwa hivyo hakuna sababu ya yeye kujitolea kwa ajili yao, lakini anawadanganya kati ya waumini ili kuwafanya wasishikilie Kristo tu. Na katika Wakorintho wa pili, mstari wa 11 na 14, alikuja kama malaika wa nuru na daima huwadanganya waumini. Ingawa Kristo amemaliza shida zote, lakini shetani daima hugusa na kushambulia makovu ambayo tuliokuwa nayo zamani. Na yeye hupitisha kila wakati mfano wa kuigwa na maoni sahihi na habari za ulimwengu huu zinajaribu kutuzuia. Na kila wakati inanifanya nianguke katika shida na utamaduni wa giza. Hatumfuati mchungaji, lakini tunafuata neno la Mungu ambalo Mungu alitoa kupitia mchungaji. Na hiyo ndiyo maana ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Nguvu kuu za Mungu zinaonekana lini? Kwanza, unapogundua kuwa haiwezekani kabisa, na wakati shetani anatudanganya, tulikuwa na nafasi ya kutodanganywa naye, lakini hatukufanya hivyo. Kwa hivyo, unachohitaji ni kutambua ni kwamba wewe ni mwenye dhambi kabisa, kwamba huna chaguo ila kudanganywa na shetani. Mungu anatupenda kiasi gani? Kwamba alimtayarisha Kristo mapema, kwamba alijua tutadanganywa na yeye. Na watu waliovunja agano la Mungu lazima angalau afe mara moja. Na ili kutuokoa, Mungu alimtuma Kristo kwetu na alikufa msalabani. Na baada ya kufufuka, anakaa na wale wanaomwamini jina lake. Hata hivyo, bado tuna matatizo. Kuna mpango wa Mungu uliofichwa. Na ni sawa kwangu, wakati watu wanakabiliwa na shida na majanga wanapata hivi karibuni. Hushtuka, kushangaa na hata kujaribu kujiondoa. Lakini kwanza unachohitaji ni kutambua kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Na kwa nini Mungu aliruhusu ugumu huu kwangu? Na amenibariki kuzingatia umakini mdogo. Basi usitegemee watu au ulimwengu huu, lakini ukiangalia tu mpango wa Mungu, omba hadi upate utume wa Mungu. Ni jambo gani ambalo Mungu anatamani katika ulimwengu huu? Na shida ya ulimwengu huu siyo shida ya mtu mwingine yoyote. Mtu ndiye shida, lakini siyo watu ambao ndio shida. Lakini ni kanisa ambalo ndilo shida. Ndani ya kanisa, wachungaji na maafisa wa kanisa wamepoteza Injili. Ni mambo gani ambayo Mungu anatamani kwetu? Ili kurejesha Injili pekee na kutambua kwamba Kristo amemaliza matatizo yote. Hata hivyo, bado kuna matatizo juu yangu, familia yangu na hata mashamba yangu. Na unachohitaji ni kuuliza mpango wa Mungu na kupata mpango wa Mungu kamili. Kuna wachungaji wengi na bado hakuna wachungaji ambao wameamua na Kristo tu. Na kuna maafisa wengi wa kanisa, lakini bado hakuna makanisa ambayo yametatuliwa na Kristo tu. Na ndiyo sababu unahitaji kuanza kuomba huku ukishikilia mada hii ya maombi. Na lazima uweze kuwapa suluhisho la Injili tu. Na ni kuanzisha
baptism ya Mungu. Na hiyo ndiyo ibada ya kweli. Mwanafunzi halisi ni nani? Na Kristo amemaliza shida zote na yuko pamoja nami hata sasa. Ndiyo sababu nilikuwa nikidanganywa na shetani, nilisulubiwa na Kristo ambaye anaishi ndani yangu. Na huo ndio ufafanuzi wa mwanafunzi wa Kristo. Ni hatima ya kuamini mamlaka yote ya mbingu na dunia. Na wale wanaoamini katika hili ni wanafunzi. Na kwa wanafunzi, Mungu aliwaambia, nendeni mkafanye wanafunzi, nami nitakuwa pamoja nanyi daima. Na unachohitaji ni kufanya ibada ndogo tu. Kwamba nitaokoa kila mtu kwa imani ya kumwamini Yesu Kristo. Na kwa watu ambao wana uhusiano na wewe, marafiki zako na hata majirani zako na watu wote ambao wana uhusiano na wewe, kwa sababu Mungu anataka kuwaokoa. Na uwe na matatizo ya utulivu, lakini tatizo halisi ni moja tu, tatizo la kutengwa na Mungu na kuwa mtoto wa shetani. Kuna makanisa mengi sana na bado hakuna makanisa ambayo yanaweza kutoa majibu. Lakini ni ishara ya kupata mtu ambaye anaweza kutoa majibu na Kristo tu. Mungu anataka ufurahie hili kwanza. Na matatizo na matukio ni baraka kutoka kwa Mungu. Na ulifikiri kwamba ulienda kama mtumwa, lakini ulikuwa katika mpango mkubwa wa Mungu kwa Yusufu. Na ilionekana kama Musa alikabiliwa na shida kubwa baada ya kukimbia, lakini ilikuwa nafasi nzuri kwake kufurahia baraka kubwa zaidi inayotoka kwenye kiti cha enzi. Na ilionekana kama Daudi alikuwa akikabiliwa na wakati wa upweke na hakuna mtu aliyekuwa nawe. Lakini ulikuwa wakati mzuri wake wa kufurahia baraka kwamba Mungu yuko pamoja naye. Bwana ndiye mchungaji wangu, sipaswi kuogopa, na aliongoza kwenye ardhi yenye nyasi na kuniongoza mtoni. Ingawa ninaenda kwenye bonde la kifo, lakini siogopi, kwa sababu najua Mungu yuko pamoja nami. Na tutakaa katika nyumba ya Bwana milele, kwa sababu kiziwi na mchungaji ni Bwana wangu. Wacha tuombe. Mungu, tunakushukuru. Naomba ili turejeshe kwa usahihi baraka za nguvu za Mungu. Naomba uponye kutokuamini kwetu kwa imani ya kumwamini Kristo, na Kristo ambaye amemaliza shida zangu zote awe Bwana wangu. Na anipe nguvu za kiroho na majibu ili kuweza kuokoa wengine. Na nipe ushahidi wa kiroho kwa uhakika kwamba ninaweza kuokoa kizazi kijacho.